Taasisi ya Tanzania na Maendeleo ambayo makao yake makuu yapo Ilemela mkoani Mwanza imejidhatiti kusemea maendeleo yaliyofanywa na serikali kuanzia awamu ya kwanza hadi iliyopo madarakani ili kuwafungua akili wa Tanzania ambao badala ya kuchagua viongozi kwa mihemko waweze kuwachagua kutokana na maendeleo waliyoyafanya ili kujenga Tanzania iliyo bora. Josephat Mazuri, mwenyekiti wa Tanzania na Maendeleo Foundation, anaeleza malengo na mikakati yao. Kwa majina anaitwa Josephat Mazuri Clement, ni mwenyekiti wa Tanzania Maendeleo Foundation, shirika ambalo linapatikana Tanzania bara. Na shirika hili limesajiliwa kwa maana kwamba limefuata taratibu zote za nchi, na hii ni katiba yake ya hili shirika la Tanzania Maendeleo Foundation. Lakini pia hiki ni cheti ambacho tumepatiwa kama shirika letu la Tanzania Maendeleo Foundation. Shirika letu la Tanzania Maendeleo Foundation ni shirika ambalo limeanza muda mrefu, lakini usajili tumeupata mwaka jana na ilikuwa mwezi kama wa 11. Lakini pia shirika letu hili wengine wanaweza akahisi kwamba labda lipo kwa ajili ya uchaguzi. Hapana. Sisi hatuko kwa ajili ya uchaguzi, sisi tuko kwa ajili ya kuwasemea au kuisemea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana tumeanzia awamu ya kwanza kutambua mchango wa serikali yetu, awamu ya pili kutambua mchango wa serikali yetu, hadi awamu ya sita ya sasa inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maudhui ya shirika hili la Tanzania Maendeleo Foundation, namba moja ni kuwajengea uwezo vijana katika kujiajiri kwa kutoa elimu ya ujasiriamali. Kama tunavyofahamu, viongozi wetu wa nchi yetu Tanzania wamekuwa wakitenga fedha kwa ajili ya kutoa mikopo mbalimbali kwa makundi mbalimbali, kwa mfano makundi ya vijana, lakini pia wanawake na watu wenye ulemavu. Serikali imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya kuwakopesha vijana hao, lakini pia wakina mama hao pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo sisi kama shirika Tanzania Maendeleo Foundation pia tunajikita kwenye kutoa ufafanuzi na kutoa elimu juu ya mikopo hii, lakini pia kuwaeleza Watanzania na vijana wenye uhitaji wa mikopo hiyo kwenda kuchukua mikopo hiyo. Lakini pia maudhui ya pili ni kukomesha uharibifu na uchafuzi wa mazingira kwa kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira na matumizi ya nishati mbadala, yani gesi. Sasa taifa letu limeendelea, tunatoka kwenye matumizi ya mkaa, matumizi ya kuni, sasa tunaelekea kwenye matumizi ya gesi. Kwa maana hiyo sisi kama Tanzania Maendeleo Foundation tupo hapa kwa ajili ya kutoa semina kama hizo kwa watumiaji, kwamba watu tuhame kwenye matumizi ya mkaa, matumizi ya kuni, tuhamie kwenye matumizi ya gesi. Lakini pia maudhui mengine ni kulinda vijana dhidi ya madhara ya dawa za kulevya kwa kutoa elimu kwa jamii kupitia vyombo vya habari, kwa kushirikiana na vyombo vya serikali pamoja na wadau mbalimbali. Sisi pia kama Tanzania Maendeleo Foundation tunajikita kutoa elimu katika swala hilo ili watu waweze kujiepusha na utumiaji wa madawa ya kulevya. Lakini pia namba 4 ni kuchangia uboreshwaji na huduma za afya, utolewaji wa elimu ya afya maeneo mbalimbali kama mashuleni na katika jamii, na upatikanaji wa huduma za afya na kushiriki hatua zote za afya katika jamii. Pia shirika letu la Tanzania Maendeleo Foundation tupo kwa ajili ya kutokomeza kabisa ukatili. Taifa letu limepiga hatua kubwa, na sisi kama shirika Tanzania Maendeleo Foundation tunakemea vikali sana mambo ya ukatili yanayofanywa na baadhi ya watu wasiokuwa na uzalendo na watu wasiofuata taratibu za nchi na sheria za nchi. Kwa hiyo kama Tanzania Maendeleo Foundation tupo pia kwa ajili ya kutokomeza kabisa ukatili kwa kutoa elimu kwa makundi mbalimbali. Baadhi ya viongozi wa taasisi hiyo akiwemo Samuel Masuke, mkurugenzi wa habari, Asha Mwaliza na Everest Benedict, naibu katibu mkuu, wanaeleza manufaa ya taasisi hiyo na kutoa wito kwa watu kujiunga na kuunga mkono ili kukamilisha adhima yao kwa maendeleo ya taifa. Majina yangu naitwa Samuel Masuke, ni mkurugenzi wa habari na mawasiliano Tanzania na Maendeleo Foundation. Tanzania atanufaika na taasisi hii kwa sababu ni pale tunapozungumzia maendeleo ya taasisi ya serikali yanayofanywa na serikali, manake Mtanzania asilimia kubwa wataendelea kuelewa, hata wale ambao wako vijijini, wako mazingira gani. Tunatamani sana wajiunge na taasisi hii kwa ajili ya kufuatilia kwamba mazumuni yetu ya taasisi hii ni nini. Ni kuwaelimisha Watanzania wote kwamba serikali yetu nini inachofanya inacholeta maendeleo ya Tanzania yetu, kwamba kuna miundombinu mbalimbali inayoweza kutuletea
na Watanzania wengi waweza kuwa wengi hawajui. Na sasa kupitia taasisi yetu tuko tayari kuwafikia Watanzania wote, kila mmoja mikoa yote Tanzania bara, kuwaelimisha ili waendelee kufuatilia, kila mmoja atambue serikali yetu ya awamu ya 6 na awamu zilizopita nini wamefanya. Tumeona maendeleo mengi walioyafanya katika nchi yetu. Tumeona miundombinu mikubwa, tukiangalia kuanzia tupate uhuru mpaka sasa ni mabadiliko makubwa sana. Sasa tukiangalia sasa kwa nini tumekuja na mikakati hiyo kwa ajili ya kuwaelimisha Watanzania ili kuelewa serikali yetu inafanya nini. Kwa majina naitwa Asha Maliza, ni kiongozi wa taasisi ya Tanzania Maendeleo Foundation. Tanzania Maendeleo Foundation ni taasisi iliyojikita katika kueleza maendeleo na mazuri yote yanayofanywa na serikali yetu, ikiwemo awamu ya kwanza mpaka sasa awamu ya 6. Na nikisema ni kwa nini tumeamua kufanya hivi, kueleza mazuri, ni kutokana na vijana wengi sasa hivi tuna miamko. Yaani hatujui tulipotokea na mpaka sasa hivi. Unakuta watu wengi wanaongelea tu serikali, hakuna chochote kinachofanyika katika serikali. Hapana. Serikali inafanya mambo mengi sana. Tukiangalia tulipotoka toka enzi za Mwalimu Nyerere, kulikuwa hakuna umeme, hakuna barabara, hakuna mashule. Unakuta mtu akifaulu kwenda chuo, watu walikuwa mpaka wanafanya sherehe katika kijiji. Yaani amekuwa ametumwa na kijiji, sio familia. Lakini sasa hivi kila sehemu serikali imepeleka mashule, imepeleka miundombinu mingi. Daraja la Busisi kwa hapa kwetu Mwanza, mambo ni mengi sana yanayofanywa na serikali yetu. Kwa hiyo ili tutafanya nini kuwabadilisha vijana wenzetu, ndio tukaamua kuanzisha hii taasisi ili kuwafikia vijana wenzetu na waone nini kinachofanywa na serikali. Kwa majina naitwa Evaristi Benedicto Kampala, ni naibu katibu mkuu wa taasisi ya Tanzania Maendeleo Foundation. Taasisi hii makao makuu yake yapo wilaya ya Ilemela, mkoa wa Mwanza, kwa ipo kanda ya Ziwa. Ndugu wapenzi watazamaji, taasisi yetu hii ya Tanzania Maendeleo Foundation ipo nchi nzima. Tunao viongozi wa wilaya, wa mikoa, wa kanda wote. Lengo la taasisi hii wenzangu wengi wameeleza, lakini wito wangu kwa wananchi wenzangu, wa Tanzania wenzangu, ni kwamba taasisi hii imejikita kuyasema mema na mazuri yanayofanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa sababu sisi ni mmoja wa wanachama au wa Tanzania tuliojitokeza kuyasema haya, sio sisi tu, wapo wengi na vijana tupo wengi na Watanzania kiujumla. Lakini sisi tumeona ndani ya wengi wale tumejitoa kuwa na taasisi hii kuisaidia serikali kuwafahamisha Watanzania wenzetu. Wito wangu kwenu Watanzania mnaonisikiliza ni tujitokeze, na sisi tunapoenda kujitokeza hizi na nanyi mnaotusikiliza, ni kwamba kila mtu ana uwezo wa kwenda kusema yale anayojifikiria yeye. Lakini sisi kama taasisi ya Tanzania Maendeleo Foundation tumejikita sana kwenye mambo haya. Wito wangu kwenu, niombe sana vijana wenzangu, dada zangu, kaka zangu, mama zangu na wengine wengi, tujitokezeni kutusapoti hata sisi, kwamba tuendelee kuwaeleza Watanzania wenzetu walioko vijijini, mjini na sehemu mbalimbali. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.